Watu wengi sana wamekuwa wakipambana ili kuweza kuachana kabisa na tabia ya unywaji wa pombe, tabia ya ulevi, lakini cha ajabu wameshindwa kujinasua kabisa katika huo mtego, katika hilo janga la unywaji wa pombe. Leo ninakuletea story au kisa cha bwana mmoja aitwaye Josefu ambaye alifanikiwa kabisa kujinasua katika ulevi. Alifanikiwa kujinasua na akawa ni mtu ambaye ni huru. Naomba unifuatilie kwa makini sana ili uweze kusikia kisa hiki cha kusisimua. Najua kitakubariki sana, kitakubariki sana. Josefu ni baba wa mke mmoja na watoto wanne. Familia yake ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa na furaha sana, familia ambayo ilikuwa na uchumi mzuri wa kifedha, ni familia ambayo ilikuwa na amani kwa kweli. Mke wake alikuwa akimpenda, watoto wake alikuwa akiwapenda, hata pia watoto walikuwa akimpenda baba ambaye ni Josefu. Hapo sasa ni kipindi ambacho alikuwa bado hajaanza kunywa pombe. Alikuwa ni baba ambaye anajituma sana katika kazi zake. Akiamka asubuhi, anaenda kazini, anarudi jioni kama kawaida, anaungana na familia yake kama kawaida. Siku inakuwa imekwisha kwa namna hiyo. Swala la ulevi lilianzia wapi? Naomba unifuatilie kwa makini. Siku moja Josefu alipokuwa yupo kazini, aliweza kukutana na rafiki yake mmoja hivi, akamwambia Josefu, hebu naomba twende mara moja jioni angalau tukajiburudishe nafsi. Josefu kusita akakubali. Wakaenda, muda ulipofika wakaenda. Taratibu akaanza kunywa pombe. Kule alipokuwa alikutana na kampani nyingi, na kampani ya ulevi, watu ambao wanapenda kulewa. Watu wale aliweza kuungana nao kadri siku zilivyozidi kusonga, na unajua Josefu alijua kwamba hii nitaiacha tu muda wote nikitaka, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda ndiyo ikawa sasa ni tabia yake Josefu. Ndio ikawa tabia yake. Akajikuta anashindwa kabisa kujinasua kwenye swala la ulevi. Josefu ikawa ni kama kawaida yake, ikifika mida jioni anaenda vijiweni, anaenda kuungana na marafiki, wanaweza kunywa, kulewa kama kawaida kila siku. Matokeo yake ilikuja kasababisha Josefu akawa ni mlevi sana kupindukia. Anapokuwa akirudi nyumbani ile jioni, akimkuta mama anampiga, akimkuta mke wake anampiga, akikuta watoto wake anawapiga hata pasipo makosa yote yale. Lakini cha ajabu, asubuhi akiulizwa Josefu anasema sijafanya jambo lolote baya, kwa sababu swala ulevi lilimfanya hawezi kusahau. Ulevi ulimfanya aweze kusahau kile kitu ambacho mtu amekifanya. Kwa hiyo familia yake ikawa ni familia yenye mgogoro mkubwa sana. Mke wake akawa ni mtu ambaye ana huzuni kila wakati, akawa ni mtu ambaye analia kila wakati kwamba ni kitu gani hiki. Kwa hiyo maendeleo yaliyokuwepo yakaanza kuporomoka. Uchumi wake ukayumba sana. Siku moja Josefu alipokuwa kazini, aliweza kuachishwa kazi kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anachelewa kazini kwa sababu ya ulevi, anachelewa kazini. Kwa hiyo alikuja akafukuzwa kazi Josefu. Josefu akawa ni mtu ambaye hana kazi tena. Lakini cha ajabu, ile jioni kama kawaida alikuwa anaenda kwenye ulevi kule, anakunywa, akimaliza kunywa, akilewa, anarudi nyumbani. Familia yake ikaanza kwenda kula chakula kwa shida. Watoto wake wakawa ni watoto ambao wanamwogopa baba yao. Amani ikatoweka nyumbani. Heshima yake Josefu kwenye familia yake na hata kwenye jamii ikaondoka au ikatoweka kabisa. Lakini haikutosha hivyo. Josefu afya yake ya mwili ikaanza kudhorota, ikaanza kuwa ni mbovu. Mwili wake ukawa ni wa ajabu tu, hauna afya ya kueleweka kwa sababu ya ulevi.
Maisha ya Yosefu na familia yake yakawa ni maisha ya kuhuzunisha sana, yakawa ni maisha ya kuhuzunisha sana. Siku moja alipokuwa akirudi nyumbani ile jioni kama kawaida akiwa amelewa, alipofika pale nyumbani, mke wake akamwona akiwa amesimama. Ghafla akasikia katoto kanakuja, kalivyotaka kumkimbilia baba yake, alivyoonwa kwamba amelewa, katoto kakajificha nyuma ya mama, kakajificha. Kitendo kile kilimuumiza sana Yosefu. Akaanza kujiuliza maswali mengi kwenye moyo wake ya kwamba hivi Yosefu ndiye baba ambaye leo anaogopwa na watoto wake? Kile kitendo kilimhuzunisha sana Yosefu, kilimhuzunisha sana. Usiku ule Yosefu hakuweza kulala kabisa. Alikaa anawaza moyoni mwake kuhusiana na ile tukio lililomuumiza sana Yosefu. Lakini asubuhi kulipokucha, Yosefu aliamua kuacha kabisa swala la pombe. Lakini haikuwa rahisi kama unavyodhani, haikuwa rahisi. Taratibu Yosefu akaamua kuanza zile hatua ndogo ndogo za kuacha ulevi. Akaacha kuwa anahudhuria kwenye vijiwe vya marafiki, akaacha kuungana na zile kampani za marafiki ambao ni walevi, akaacha kuungana nazo. Yosefu ratiba yake akaijaza mambo mengi, akawa ni mtu ambaye ni busy sana. Akaanza kutumia muda mwingi katika kufanya kazi za mikono, kufanya kazi za kiuchumi. Akaanza kutumia muda mwingi sana akifanya kazi. Lakini marafiki zake wakawa wanampigia simu ili waende kulewa kama kawaida. Lakini cha ajabu Yosefu zile simu alikuwa anazipuuza sana, alikuwa anazipuuza. Japokuwa moyo wake au alikuwa na hamu ya kurudi tena, lakini alikuwa hana namna, akikumbuka jinsi ambavyo familia yake ina mgogoro mkubwa, fedha zake zimepotea, uchumi wake umedorora, heshima yake imepotea, na aibu ambayo aliipata ile siku ilikuwa sio ya kawaida. Yosefu aliamua kufanya mabadiliko katika maisha yake. Yosefu aliamua kufanya mabadiliko. Kwa hiyo baada ya muda fulani alianza kuona mabadiliko kidogo kidogo yakianza kujitokeza kwenye maisha yake. Kidogo akaanza kuona uchumi wake unaanza kuongezeka, anaanza kupata tena maendeleo katika familia yake kwenye uchumi. Lakini pia akaanza kuona kuna kafuraha fulani kameanza kurejea kwenye familia yake. Lakini haikutosha, akaanza pia kuona heshima yake kwenye familia yake imeanza kurejea. Lakini pia heshima kwenye jamii akaanza kuiona imeanza tena kurejea. Afya yake iliyokuwa imedolola, iliyokuwa dhaifu imeanza kuondoka. Afya yake ikaanza kurejea katika hali ambayo ni nzuri sana. Mwili wake ukaanza kujijenga tena upya. Kwa hiyo basi Yosefu akaanza kuwa ni mtu ambaye anaenda kanisani tena. Akaanza kuwa ni mtu ambaye anaenda kanisani, akaanza kuwa ni mtu ambaye anasali. Na hatimaye alikuja kabisa akaachana kabisa na swala la pombe, familia ikarejea katika amani. Kwa hiyo akaanza kupata muda mwingi sana wa kukaa na familia yake, wakipiga story, wakicheza, na maisha yakaendelea. Maisha yakaendelea. Ngoja nikwambie rafiki yangu, haikuwa rahisi kama unavyodhani. Haikuwa rahisi. Yosefu anaeleza kwamba haikuwa rahisi, na sio kwamba alikuwa na nguvu ya kuweza kujinasua kwenye swala ulevi. Hapana, ni kwa sababu aliamua kubadilika na hakuweza kukata tamaa. Mungu alimsaidia. Na ngoja nikwambie rafiki yangu, endapo utaamua kubadilika, Mungu atakusaidia na utashangaa. Basi kama ujumbe huu umeweza kukugusa, usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uweze kupata
video zetu mbalimbali ambazo tutakuwa tukizirusha katika Sauti ya Neno TV, tumaini kwa kila moyo. Bwana akubariki sana unapokuwa ukifanya hivyo. Naomba tuombe. Baba yetu mwema, ninakushukuru sana kwa upendo wako mwingi kwetu. Ninamweka mikononi mwako msikilizaji wangu ambaye anaisikia sauti hii. Ninakusihi Bwana uweze kumsaidia katika maisha yake. Inawezekana kuna jambo fulani ambalo anatamani liweze kubadilika katika maisha yake. Inawezekana kuna tabia fulani anatamani iweze kubadilika katika maisha yake. Ninakusihi Bwana, hebu msaidie aweze kuondokana na changamoto hiyo. Ninaamini kwamba Kristo utakuwa pamoja naye, utambariki, hautamwacha, utakuwa pamoja naye. Neema yako ya ajabu ikawe nasi siku zote. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.